Unajua hili swala limefikia pabaya sana. Tena pabaya kweli kweli. Ukifahamu masiala huyu Samu alivyovurugwa na Vai. Samu anauza nyumba, mimi niko pale pale. Jinsi alivyovurugwa na Vai. Yaani mimi nyumba inauzwa niko pale pale. Unashangaa nyumba inauzwa na wewe unauzwa jumla. Shit. I have to do something. Yes. Oh yeah. Kweli sikuwa nategemea haya kwako. Sikuwa nahisi hivi. Hayotokea, nilihisi kwamba nakuepusha na matatizo, kumbe ndo nakusababishia. Unalia nini? Wewe nimesha kukanya mara ngapi? Yaani limeshatokea tatizo ndio unatoa machozi yako. Yatasaidia nini? Yatasaidia nini? Kulikuwa na maana gani mimi kukuelekeza kitu ufanye hivi afu unafanya hivi? Shangazi mkubwa wewe. Shenzi. Usinilaumu sana mimi. Sawa nimekosea, lakini shinikizo limetoka kwenye familia yake. Nilikuwa nampenda sana Fakwini. Unempenda, huwezi kusababisha maumivu kwake. Shenzi wewe. Toka. Ala? Yaani mtu unampenda afu kusababisha maumivu kwake, afu useme unampenda? Wewe ngeneni wewe. Fala wewe. Shenzi. Mimi sijawahi kumwelekeza mtu kitu afu kisiende vile kinavyotakiwa kiwe. Nina maana yangu sana kwa sababu naijua hisia kuliko kitu chochote. Fala mmoja wewe. Mwangalie kwanza. Sura kaa chini. Tena chini kweli kweli. Sio chini kidogo. Shwanganja wewe. Mimi sijawahi kumwelekeza mtu afu akafeli. Shaz. Sikiliza Dinde, nikwambie. Mimi nimekaa nikafikiria. Nimeona tusendekeze mibangi. Itatufelisha ndugu yangu. Tutafute kazi ya kufanya. Wewe mwanangu, bangi ishakukera eti. Ndio maana naongea point. Kwa nini hapo awali kujua mdote kama bangi sio nzuri? Unataka tubishane tena. Utaki kuambiwa kitu ukaelewa. Mimi naongea tu. Sasa fanya kitu kimoja. Wewe fanya, yani pata zana zako hizo ambazo unaona ni msingi. Mzee baba. Haina Luni. Unaona sasa niliposema kwamba wewe usomo wako butu. Umeona butu kabisa. Hivi nimekukosea nini hasa? Mbona unanifuatilia sana? Na kosa langu mimi kwako lipi? Kosa lako wewe ni kosa la masomo wote. Yaani nyinyi mnaenda kuelekeza watu jinsi ya kuisamini kone na kusahau muuza kone. Wewe ulioni kosa hilo hapo? Alafu isitoshe kulamba sio kwamba ndo ujuzi katika tendo. Muda mwingine kulamba ndo chafu tu katika tendo. Unajua tatizo la wanawake nyinyi, wengi wenu mnakalili mfumo kwamba mimi nitakutana na bwanangu, nitailamba koni yake, kisha tutafanya tendo. Ndio mnahisi mmetulizisha sana.
Shenzi sana. Kwanza poleni. Na hivi vitu nyinyi mmevitoa kwenye zile video zile ambazo bila VPN zile uangalii. Huko ndo mlipojifunzia upumbavu. Shenzi sana. Poleni sana. Na nyinyi masomo ndo mmeshikilia hapo hapo. Mmekazania hapo hapo. Sasa hivi leo mimi nakutuma wewe Somo Butu. Kakae na chama chako cha masomo. Waambie hivi, mume sio tendo, mume matendo yote. Shenzi Somo Butu. Lakini pole kwa msiba wa kwenu. Pole sana. Chiko, najua nimeacha shule kwa ajili yako. Nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Amepatikana mchumba anataka kunioa, lakini mimi sitaki kuolewa naye, na kama nikiolewa basi niolewe na wewe. Chiko, wewe ndo mwanaume wangu wa kwanza kujua usichana wangu. Sitaruhusu mwanaume mwingine yoyote uguse mwili wangu. Nisamehe sana. Nisamehe mke wangu. Mimi sina tena nafasi zaidi ya kuhukumiwa tu. Nihukumu mke wangu. Nihukumu kipenzi. Nihukumu. Nihukumu mama. Mpenzi wangu mie wewe. Uko poa lakini? Mpenzi wangu, kuna tatizo kwani? Yaani matatizo yote yameumbiwa binadamu. Wewe ukiona kila tatizo lipo ni kwa sababu linamzunguka binadamu. Teddy, kwa nini unauza mwili wako? Kwa nini? Mimi ninachotaka kujua, kwa nini wewe binti mdogo unauza mwili wako? Kwa nini? Kwa nini? Hicho ndio kinachokufanya usiwe sawa tu. Maisha yangu ni magumu.
nilipe kodi hapa. Mtoto anitegemea mimi. Hivyo wewe ndio ungekuwa mimi, ungefanya nini zaidi ya hicho ninachokifanya? Yaani toka nijue wewe unajiuza, najuta sana kichwa changu cha chini kugonga bato na wewe. Yaani najuta sana sana, najuta kishenzi. Kama unahofia maradhi, huwa natumia kinga nikiwa na wanaume wengine, ila kwako usitumie kwa sababu ni mwanaume wa maisha yangu. Teddy, kwa hiyo wewe unahisi unamwamini hawezi kukupa maradhi? Unamwamini unahisi anaweza kukupa maradhi? Kwa hiyo huko inasuguka na kondomu, inasuguka huko na kondomu, alafu unakuja kunipa mimi na unaniuzia. Aise wanawake siku hizi hapana. Yaani wewe unachotakiwa utumie juhudi za kutafuta kazi, sio kutumia mwili wako. Alafu wanawake siku hizi nyinyi mpoje nyinyi? Mkiwa hamna kazi ndio muuze miili yenu. Ndio maana mnajaa pale kwa sokota na haona kibao. Kwa hiyo mmejaa pale kwa sababu ya majukumu. Kwa hiyo majukumu yenu yanasababisha nyinyi muuze miili yenu. Kwa sababu na majukumu, mimi na watoto. Kwa hiyo kama una watoto, mbona wanaume hawafanyi hivyo? Chenzi nyinyi. Kwa nini usitafute kazi, kibarua chochote kikaendesha maisha yako? Unatumia mwili wako, unatumia chini kupata hela. Wewe unahisi hiyo ndio riziki? Wanawake wa siku hizi jamani. Kwa ukiwa na majukumu ndio utumie mwili wako. Nasemaje? Nasema hivi, kuanzia sasa hivi mimi na wewe tutaanza kutumia kondomu. Siendi kavu mimi, utaniua wewe. Shenzi. Najuta kishenzi yani. Mimi kupiga bato na wewe najuta sana. Alafu anasema una mwanamke. Habari yake. Yaani kama kutua, atuoe wote. So mimi napata tabu, wengine wanakulala. Oza. Vipi babu? Mbona unalialia hivyo? Wanaume atuli hivyo. Tena unalia kihindi yani. Kimya kimya mwanangu. Acha hizo mwanangu. Yaani unajua kwamba unaongea kwa sababu hujui kitu gani ambacho mimi nakipitia mwanangu. Mimi siwafichi wanangu. Yaani mimi nilikuwa na msichana mwanangu, alafu niko naye muda mrefu kichizi rafiki yangu. Rudi geto mwanangu, namkuta alafu geto langu mimi, alafu yuko na mwanaume mwingine. Imagine mimi najisikiaje? Afu ni msichana ambaye mimi nimempambania mwanangu. Kwani nimempambania kitambo rafiki yangu. Mimi najinyimba mimi ni zile. Ili yeye apendeze. Anakuja kufanya mimi vitu kama hivi. Wasikia tukuelekeze. Sisi tuna daktari wetu ambaye anaweza kutibu hisia yako. Kwa sababu sisi wenyewe Masela tunamwamini. Kwa hiyo tutarekebisha hisia yako, kila kitu kitaenda sawa. Cha muhimu ni wewe tuongozane, tuelekee huko kwa daktari. Unaongea tu. Unaongea kwa sababu hujui kitu gani ambacho mimi nakipitia. Wewe mtu unaweza kutibu mimi matatizo yangu? Acha ubishi babu, wewe tutembee. Cha kufanya twende, kwa sababu ukiendelea kuchelewa hivyo utazidi kuumia. Utakutelekeza ujue. Sikilizeni niwaambie. Nimeumizwa. Mimi sasa hivi ni mwanga wa mapenzi.
ameshaniharibia kila kitu changu, ameniharibia mpaka hisia zangu. Sio mbishi babu, tutembee. Unazingua mwanangu, muda unazidi kwenda hapo. Kama utaki sisi tutakutelekeza. Vipi shemeji wa mchongo? Koma. Msamehe bange hizo. Vipi tunaweza tukampata Butua? Mimi sio mkeo. Wewe nani? Teddy. Tusamehe shemeji. Tunampata wapi Butua? Hayupo, ameondoka. Kwa kuwa umetumia samani nimekujibu. Kwa hiyo wanangu, daktari wenyewe ndio yule. Yule bavu wa pili, twendeni.